Bwana, klabu ya Young Africans ni kama vile wamepania sana kwenye dirisha hili dogo la usajili ambalo limeweza kufunguliwa Januari 1, 2026 ambalo litaweza kufungwa kunako tarehe 30 mwezi huu wa kwanza kwa maana ya Januari. Bwana, Young Africans tayari wamekwisha kuanza kushusha vyuma na miongoni mwa wachezaji ambao tayari wamekwisha kuwasajili ni pamoja na kiungo mkabaji na huu si mwingine ni Mohamed Damaro Kamara, mchezaji ambaye alikuwa anakipiga pale kunako klabu ya Singida Black Stars, miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na viwango bora kweli kweli. Na hii ni mara baada ya aliyekuwa mchezaji wa klabu ya Young Africans Musa Bala Conte kuweza kushindwa kuonesha kile kitu ambacho mashabiki wa klabu hiyo walikuwa wakikitamani kutoka kwa mchezaji huyo. Na ni moja kwa moja sasa Musa Bala Conte ataelekea kunako klabu ya Singida Black Stars, lakini huku Young Africans wao wakisha tayari wamekwisha kumchukua Mohamed Damaro Kamara. Lakini sasa issue ipo hivi, Young Africans pia wamepanga kuweza kushusha wachezaji ambao wataweza kucheza kwenye eneo la namba 9 kwa maana ya mshambuliaji wa kati, na tayari wamekwisha kushusha mchezaji mmoja ambaye ni mchezaji wa kizawa huyu, mchezaji ambaye alikuwa anakipiga pale kunako klabu ya TRA, na huyu si mwingine ni Emmanuel Mengo ama unaweza kumuita Emmanuel Mwamengo, miongoni mwa wachezaji ambao pia Young Africans wamekwisha kuwatambulisha kwenye dirisha dogo hili la usajili. Lakini sasa Young Africans wanatajwa pia kusaka saini ya mchezaji mwingine striker wa kimataifa, na kuna mchezaji ambaye pia anatajwa kujiunga na klabu hii ya Young Africans, na mchezaji huyu atakuja kuchukua nafasi ya Andre Boyeli, mchezaji ambaye atarudi kwenye klabu yake ya zamani kwa sababu klabu ya Young Africans wamepanga kusitisha mkataba na mchezaji huyu kwa sababu mchezaji huyu alikuwa kwa mkataba wa mkopo kunako klabu hiyo ya Young Africans, lakini mpaka hivi sasa ni kama vile hajaonesha yale makali ambayo klabu ama uongozi wa klabu hiyo walikuwa wakitamani kuona kutoka kwa mchezaji huyo Andre Boyeli. Na miongoni sasa wachezaji ambao anatajwa kuja kuchukua nafasi ya Andre Boyeli, huyu mchezaji bana anajulikana kwa jina la Heritier Waneti Kashala Ramos. Huko kwa bwana wanamuita Avatar, ni mchezaji mwenye kiwango bora kweli kweli, na mchezaji huyu anakipiga pale kunako klabu ya FC Saint-Eloi Lupopo ya pale nchini DRC Congo. Bwana, mchezaji huyu alijiunga na klabu hiyo akitokea Hearts of Oak ya kule nchini Ghana, na mchezaji huyu mpaka hivi sasa amefanikiwa kufunga mabao 5 kwenye mashindano yote msimu huu, lakini pia mabao 3 kati ya hayo 5 aliweza kuyafunga kwenye ligi kuu ya pale nchini DR Congo, lakini pia mabao 2 aliweza kuyafunga kunako michuano ya Total Energies CAF Champions League. Na cha kuvutia zaidi kutoka kwa mchezaji huyu, mabao yote 2 kwenye ligi ya mabingwa aliweza kufunga vilabu vinavyotoka South Africa kwa maana ya Afrika ya Kusini. Mchezaji huyu aliweza kuwafunga Orlando Pirates Oktoba 19, lakini pia akafanikiwa kuwafunga Mamelodi Sundowns Novemba 22. Kwa hiyo unaona ni namna gani mchezaji huyu ana uwezo wa kuweza kufunga hasa anapokutana na klabu kubwa zenye ushindani kunako michuano ya Total Energies CAF Champions League. Kwa hiyo endapo Young Africans wataanza kumsajili mchezaji huyu, moja kwa moja unaweza kusema watakuwa wamelamba dume kwa namna moja ama nyingine. Lakini sasa kuna mchezaji mwingine pia ambaye anahusishwa pia kujiunga na klabu hii ya Young Africans, ambaye pia naye anacheza kwenye eneo la namba 9, na hili ni pendekezo la kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans, na huyu si mwingine ni Pedro Goncalves ambaye ameuambia uongozi wa klabu ya Young Africans kuhakikisha wanamsajili mshambuliaji wa kimataifa kutoka nchini Angola, na huyu si mwingine ni Laurindo Dilson Maria Aurelio, mchezaji mwenye miaka 25 maarufu kama Depo, na mchezaji huyu basi Young Africans wanapambana kuhakikisha wanaweza kumleta kunako klabu hiyo ya Young Africans. Mshambuliaji huyu bana anacheza kunako klabu ya Radomiaki Radom, ambayo pia alikuwa mwiba mkali kweli kweli chini ya kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans, ambapo walikuwa pamoja
kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Angola. Mchezaji huyu bana ni mchezaji wa pale nchini Angola, ni raia wa Angola, lakini pia ni mchezaji ambaye aliwahi kunolewa na kocha huyu mkuu wa kikosi cha Young Africans, Pedro Goncalves. Kwa hiyo moja kwa moja Young Africans sasa wanafikiria ni namna gani wanaweza kumpata mchezaji huyu kama anavyohitaji kocha mkuu wa kikosi hicho cha Young Africans. Bwana, hizo zilikuwa ni tetesi za klabu ya Young Africans. Kama kawaida wameshaanza usajili kwa kasi kweli kweli, na hii ni kuelekea maboresho ya kikosi chao, na tunajua Young Africans bana wako kwenye michuano ya CAF Champions League, kwa hiyo hataki kufanya utani kabisa. Tunakumbuka msimu uliopita waliweza kuishia hatua ya makundi, lakini msimu huu wameanza vizuri kwa sababu mchezo wa kwanza waliweza kuwafunga FAR Rabat kutokea kule nchini Morocco, lakini pia mchezo wa pili walicheza kule nchini Algeria dhidi ya JS Kabylie na kaweza kupata suluhu ya bila kufungana. Kwa hiyo Young Africans wanapambana kuboresha kikosi chao, lakini cha msingi kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njeni rahisi tu, upande kwa kulia hapo utaona kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza tu itakuja alama ya kengele, pia utaibonyeza na moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya michezo. Bwana, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, langu jina ni Innocent Mlacha na hii ni Mlacha Media. Bye bye.